Wanasema kushukuru ni noma kubwa na ni jambo la msingi sana, hasa pale ambapo unahisi umetendewa neema. Na hizo neema zenyewe ambazo tunazungumza, hata kuvuta pumzi na yenyewe ni neema kubwa sana. Ushawahi kuimagine like ingekuwaje kama mtu angekuwa analipia hiyo pumzi, ingekuwa ni mieyusho, ingekuwa ni mieyusho kinoma noma. Lakini mbali na hivyo, tuachane na hiyo mieyusho yote ambayo kama ingekuwa ina happen to that extent ingekuwa hivyo. As we speaking, hii ni ngoma ambayo ukisikiliza tu unaelewa like mwandiko uliotumika kuandika sio mwandiko ambao ni wa Nandy. Sisi tunaelewana vizuri. Oh yeah. Na usichojua, Obi Alpha ameachia tracklist ya album yake. Yemen, yani Obi Alpha ambaye alitengeneza mkwaju kama Bora Kushukuru, ameachia tracklist ya album yake. Na jambo ambalo limefanya sisi tuelewe like kuna namna karamu ya Obi Alpha ama peni ya Obi Alpha imetumika hapo ndani ni hasa ni baada ile comment ya Nandy the African Princess. Baada ile tracklist kuwa posted siku 4 zilizopita, moja kati ya comment ambayo ilidondoka pale ni comment ya Nandy ambayo ina siku 3 ikionyesha ikisema hivi. Nisikilize kwa makini kwamba kwa uandishi wa Asante, album itakuwa noma sana. Mungu akubariki mtumishi. Reply ya Obi Alpha ikawa ni my sister, wacha Mungu akahudumie watu wake. Hiyo ina proof kwamba Asante ambayo tunaisikiliza saa hii imeandikwa na Obi Alpha. Na of course sio kitu kibaya kwa watu kuandikiwa ngoma ama mtu kuandika ngoma kwa ajili ya na kumpa mtu mwingine, au kuandikiwa ngoma au kununua ngoma, sio kitu kibaya. Sisi tunaelewana vizuri. Deuces ya Chris Brown iliandikwa na Mnyamwezi mwingine, kama ambavyo Michael Jackson alivyopelekewa dundo la Isla Bonita ambalo liko limetengenezwa na mtu mwingine, akaona like halifiti ama hafiti yeye kwenye huo mchongo. Sio story kubwa ama sio story mbaya kwa msanii yoyote yule kama ana wish kuandikiwa ngoma na vitu kama hizo. Kuna ngoma kibao tulishawahi kuwasikia watu wakiadmit like nimeandika hiyo na vitu kama hivyo. Mapunch BMB alisema like alitengeneza intro za tetema zile na vitu kama hivyo. So shout kwa mwandiko ambao Obi Alpha ameutumia na Nandy the African Princess, sauti yake kabariki hicho ambacho umekisikiliza kwenye intro ya Chimbo la Vibes. Uandishi ama kuandikiwa ngoma sio kitu kibaya by the way. Tuna appreciate hiyo noma. Shalom kwa mtumishi wa Mungu Obi Alpha, lakini asante pia kwa Nandy kwa kuvive viatu na kuhakikisha kwamba message inakuwa delivered mpaka kufika pale. Anyway, leo ni Tuesday, siku ya kuchoose vitu noma. Your speakers radio kwako. You're listening EMP Africa Radio. Africa Radio. Africa Radio.